ambayo mwenzako hata ukimsaidia kwa maombi atakuja ashuhudie. Bwana Yesu asifiwe sana. Atamtukuza Bwana, ataokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kuna wengine kuna wakati watakuja hapa washuhudie, kwa sababu pia huwa nakutana na watu na wasimamia na wanaenda wanashuhudia mkono wa Bwana, kwa sababu mkono wa Bwana tunaona ukipelelewa mtu aliyokuwa kipofu. Kwa wanaume walikuwa wamedharauliwa sana. Mwanaume akiwa kipofu ni mtu wa kudharauliwa sana, kwa sababu yeye ni mtu asaidiwe hata apelekwe chooni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kupitia mkono wa Bwana kwa imani wakafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Inatakana hivyo neno la imani tupate kuipokea. Hiyo Waefeso tumesoma habari ya kusoma 2:8 inasema hivi, Efeso 2:8, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambao kwa hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeokolewa kupitia neema ya Bwana. Neema ya Bwana haiwezi kushuka bila imani. Ikiwa utaendelea kusoma neno na kuisikiliza, utafanya ile imani ifanye ile neema ya wokovu ishuke, wewe upate kuokolewa, upate kutoka katika ile shida. Kwa hivyo sio kwa ajili ya nguvu zetu, uanze kujisifu umeokoka sana, uanze kujigamba. Bwana Yesu asifiwe. Ile neema inashuka kwa niaba ya imani yako. Ikiwa ulikuwa mgonjwa unapona, ilikuwa una kazi unapata kazi, ulikuwa una chakula unapata chakula, unapata hela, unapata nyumba nzuri, maisha mema, kwa sababu hii neema inaletwa na ile imani, sio kwa nguvu zako. Ni kwa ajili ya wewe. Wakati unakuja mtumishi wa Bwana anapoendelea kupitia ile imani, ile neema ya Bwana inashuka. Bwana Yesu. Waefeso, Paulo anazungumza katika kanisa ya Waefeso. Tunaenda katika kitabu cha Mathayo